Wakati hakuna njia ya kuwazuia tembo kutoka hifadhini, wana uwezo wa kutoka hifadhini na kuingia mashambani, na wanaweza wakala mazao kama vile mahindi, ngano, maharage, mbaazi. Lakini pia wanaweza wakala hata matunda ambayo yanalimwa nyumbani, na muda mwingine wanaweza hata wakahatarisha usalama wa jamii nzima. Lakini sasa fikiria, mdudu mdogo anaweza kuwa adui mkubwa wa mnyama mkubwa kama tembo. Inasemekana kwamba tembo wale wa zamani waliotangulia kizazi waliwahi kuumwa na nyuki, na hivyo tembo anatunza kumbukumbu za uzoefu ule mbaya aliokutana nao, kwa sababu nyuki anapomuuma tembo huwa anachagua zile sehemu zenye ngozi laini, na hivyo tembo akishapata viashiria vya uwepo wa nyuki anakumbuka ule uzoefu wa zamani ambao alimpata, ambao ni mbaya. Watu wengi wanafikiria kwamba nyuki wanalala usiku. Nyuki wanaposumbuliwa usiku huwa wanatoka nje kuangalia ni nini kinahatarisha mazao yake. Na ndio maana ukiangalia uzio wetu umeunganishwa kwa waya, ili tembo anapokuja kusukuma anawasumbua wale nyuki mle ndani, na hivyo wanatoka nje kwa ajili ya kuangalia nini kimekuja kuwasumbua. Kwa hiyo nyuki wanapotoka nje kuangalia usalama wa mzinga wao, manake wanatoa sauti. Lakini tembo anakumbuka ile sauti ya nyuki iliyowahi kukiuma kizazi cha zamani. Na hivyo tembo akisikia sauti hiyo anaweza kuondoka katika maeneo hayo. Kwa hiyo je, nyuki wanaweza kutusaidia kuishi kwa amani na tembo? Mimi ninaitwa Masaka, ninafanya kazi na shirika la World Survivors. Tunafanya kazi pamoja na jamii kwa ajili ya kutatua changamoto au migogoro kati ya tembo na jamii zilizopakana na hifadhi. Miradi yetu huwa inawasaidia jamii kwa njia nyingi sana, na huwa tunafanya kazi pamoja na jamii kwa ushirikiano wa pamoja. Cha kwanza, huwa tunasaidiana namna ya kutengeneza uzio wa mizinga ya nyuki sehemu ambazo zina migogoro kati ya tembo na wakulima. Kwa majina yangu naitwa Zakaria Boai Ngaida. Mimi kazi yangu mkulima. Tulikuwa tunafikiria tutafanyaje, hawa wanyama mbona wanatuzidi. Kuna mwaka wanamaliza mazao kabisa, wanamaliza tunabaki na hasara. Tukawa tunatumia trekta, mapipa yale ya kugonga na trekta. Tumeteseka kwa miaka isiyopungua miaka tangia babu yangu mpaka baba yangu. Baada ya mizinga kuwekwa, mimi trekta sijawahi kuwasha tena kwa ajili ya tembo. Yaani trekta imebaki kwa ajili ya msimu wa kilimo tu basi. Sasa hivi mlinzi badala walinzi wengi, mlinzi ni mmoja tu, sio kwa ajili ya tembo. Sasa hivi mimi yani ile nikishaanza kula usiku nikishalala, labda naamka tu kwa ajili ya kwenda kukojoa, sio kwa ajili ya tembo tena. Kwenye matembo tumesha staafu. Baada ya mizinga kuja, uchepushaji ulikuwa mkubwa. Mazao sasa mabadiliko, hata shamba kama unapiga mbolea unaona utoaji wake ni tofauti na awali. Kweli World5 wamekuja kutushauri namna ya kilimo chetu, namna ya kuboresha kilimo, kwa sababu sasa hata na sisi hatusumbuliwi na wanyama. Takiwa sasa ulime kilimo cha kisasa zaidi. Na hata sasa hivi waona mwenyewe unaona mazao sasa hivi yanapendeza. Ilikuwa mwanzoni hatuamini, sasa tumeamini hii mizinga ndio kombozi. Kwenye maeneo ambayo tumeweka hii miradi au tumeweka huu uzio wa nyuki, tumeona kuna faida kubwa sana. Ndani ya mwaka mmoja tumeweza kupunguza migongano ya moja kwa moja kati ya wakulima na tembo zaidi ya migongano 691. Lakini pia tumewapunguzia wakulima gharama ya kulinda mazao yao kwa zaidi ya 49%. Na kama vile haitoshi, tumepunguza pia uvamizi wa mazao wa moja kwa moja zaidi ya 91%. Kwa sehemu zingine tukigundua kwamba wakulima wamekodisha mashamba, tunawasaidia kutengeneza mikataba yao pamoja na wamiliki wa hiyo ardhi, ili sisi tuweze kupata fursa ya kuwawekea uzio wa mizinga na wao waweze kusimamia huo uzio.
Sasa ili uzio uweze kufanya kazi vizuri, uweze kupunguza migogoro kati ya tembo na wakulima, ni lazima angalau 65% ya mizinga yote iwe imeingiliwa makundi ya nyuki. Kwa kawaida huu uzio wa mizinga ya nyuki tunaoweka, wakulima ndio wanakuwa wamiliki. Kwa hiyo kwa wakulima ni muhimu sana kukagua mizinga yao mara kwa mara, kuangalia kama kuna wadudu, kuna sisimizi au kuna vyura, kuna hawa nzi waharibifu, ili kuwazuia na nyuki waweze kuingia kwenye mizinga. Hizi nyaya ambazo zinaunganisha mzinga hadi mzinga zinatakiwa ziwe zimeunganishwa muda wote, lakini pia hata nguzo zinazobeba hii mizinga na zenyewe zinatakiwa ziwe imara muda wote. Na mwisho wao ndio wanatakiwa warine asali ili waweze kufaidika. Kwa hiyo uzio huu ni wa wakulima wao wenyewe na sio sisi kama Wild Survivors. Fursa zingine ambazo watu wanaolinda mashamba wanapata ni kwamba hawa wanawasaidia kwanza wakulima kusafisha mizinga na kusimamia uzio. Lakini pia wanatusaidia sisi Wild Survivors kukusanya data, ambapo wanakusanya data za matukio ya uvamizi wa tembo. Lakini pia hawa Bee Guardian ambao tunawachukua, tunawafundisha pia namna ya kuishi pamoja na wanyama. Kulima karibu na msitu inamaanisha umelima karibu sana na matembo. Na tunahitaji kulima hizi mashamba yetu kwa sababu ya kuendeleza maisha ya kawaida kwenye jamii. Tunategemea mazao kwenye haya mashamba ambayo yako karibu na msitu. Pengine tunasomesha watoto kwa ajili ya vyakula na mambo mengine, maendeleo ya jamii. Huu mradi kwa kweli umetusaidia kwa sababu zamani tulikuwa tunateseka kukesha nao matembo usiku kucha, tunalinda matembo mpaka asubuhi. Unajikuta asubuhi umeshachoka, huwezi tena kufanya kazi zingine za jamii. Mzinga, hizi nyuki zimetusaidia sana kwa sababu hatulindi kwa kama tulivyokuwa tunalindaga zamani. Sasa hivi tunalala manyumbani, mara pengine ni tunachungulia tu. Ndio maana tunafurahia kuihudumia hizi mizinga kwa sababu kwa upande mwingine umetusaidia sana. Na ni kama tunavyoona huu ni mzinga ambao nyuki walihama. Kwa hiyo tunaendelea kufanyia usafi ili nyuki warudi mapema. Na ningefurahia zaidi kama nyuki wangerudi mapema kwa sababu mzinga bila nyuki tembo nao hawatauogopa. Lengo kuu la uzio huu wa mizinga ya nyuki ni kupunguza migogoro kati ya wakulima na tembo. Lakini pia kuna faida zingine ambazo zinaambatana na huu uzio. Faida hizo ni tunawafundisha wakulima namna ya kurina asali, lakini pia tunawaunganisha na kikundi cha kina mama ambao wanaitwa Nari, ambao wao wananunua asali moja kwa moja kutoka kwa wakulima. Wanawake wanaokaa karibu na ushoroba wa tembo lakini wanafanya shughuli za kilimo huwa wanatengeneza vikundi vya ufugaji wa nyuki, na hivyo wanatengeneza jamii ya kurina asali na kuchakata asali. Mimi kwa jina naitwa Felista Patrice, ni mwenyekiti wa kikundi cha Nari. Kikundi cha Nari ni watu tunaokaa pamoja, tuliungana kama sisi wanawake 36. Mimi ninajihisi kwenye sehemu ya Nari niko napata maendeleo. Kwanza tulipata semina namna ya ufugaji nyuki. Tunao walimu 6 waliofundishwa, wanaenda kufundisha. Kama kuna jambo letu tunajadiliana, tunakuwa pamoja. Tukikutana tunakuwa pamoja. Maisha yangu yamebadilika kidogo. Maendeleo nimepata. Sasa hivi mtoto wangu yuko shuleni, napata kidogo ada, namnunulia daftari kidogo. Nimepata kidogo tu, yani hatua nimepiga. Tunamshukuru kwa aliyetuwezesha kuwa wafugaji nyuki yani. Na nitawafundisha wengine, kina mama wote tufuge nyuki. Kila mtu ajivunie kwamba kina mama tunaweza. Kumbe kipato ninachopata kutokana na kikundi hiki cha Nari, kipato hiki kinatusaidia sana katika kutatua matatizo ya matumizi ya wamama nyumbani. Semina tuliyopata na shughuli tunayofanya sasa hivi, nimemtambua mdudu nyuki kwamba ana faida sana kwangu na kwetu, kwa jamii ya huku. Akija kwenye shamba unafurahi kwenye apate
nani kwenye maua apate chabua arudishe kwenye mzinga wake. Kwa kweli nyuki tumemwona kama rafiki, hatumuogopi tena, tunamtunza. Naitwa Yasinta Simon. Kwenye kikundi cha NARI mimi niko na cheo cha ukatibu. Mimi ni katibu wa kikundi. Kwa ujumla NARI imenibadilisha kujua jinsi ya kutunza mazingira, namna ya kutumikia jamii. Nimenufaika kutokana na mazao yanayotokana na nyuki, kupata fedha. Nimejifunza elimu niliopata namna ya kuboresha mradi wetu. Kwa mfano, mazao ya nyuki yanayotokana na asali, tunatengeneza mafuta ya kujipaka, mishumaa, na asali yenyewe tunauza hadi nje ya nchi. Imetuletea fedha. Ninahusisha jamii nyingine kuhusu mradi wetu. Mimi kwa jina naitwa Juliet Irhe. Hapa mimi ni mhasibu wa kikundi cha NARI. Nimebadilika kwa sababu kipindi kile hali ni ngumu, mboga tunanunua kwa Wamasai. Sasa hivi sisi mboga tunavuna hapa kwetu kwa gharama nafuu. Kuna umuhimu tukiwa pamoja, si tunabuni kitu ambacho inaleta faida kidogo. Kwa pamoja akili inakuwa tunabuni kitu kimoja, tunafaidika. Vitu tunapopata hapa naenda kujifunza kwangu. Mafunzo nayopata hapa naenda kujifunza nyumbani kwangu. Kama mboga hivi na kwenda kupanda pale kwangu, shule nimejifunza hapa, semina nimepata hapa na kwenda kufanya kwangu. Mizinga nimejifunza na kwenda nimepewa ya kwangu na kwenda kurina hata pale kwangu. Mradi naona kama ninavyoona tunaendelea na pia tunaendelea kuwafunza hata wengine. Naona ni endelevu, tunaendelea. Tanzania imeona kuwa hili zao la nyuki ni zuri, na hivyo ndio maana inataka uzalishaji wake uwe maradufu ili wakulima waweze kuuza hata kwenye soko la kimataifa. Sisi Wild Survivors tunafanya kazi pamoja na jamii, na tukigundua kuna tatizo au kuna mgogoro kwenye jamii fulani, tunashirikiana na jamii kuangalia ni njia gani tunaweza tukawapa ili iweze kuwasaidia. Zipo njia nyingi. Kuna matofali ya pilipili, kuna uzio wa pilipili, lakini pia kuna huu uzio wa mizinga ya nyuki. Kwa hiyo jamii tumeiweka kipaumbele, yenyewe ndio inatuambia kwamba ni njia gani naweza ikafanya kazi vizuri katika eneo husika. Na kila tunapoenda katika eneo jipya kwa ajili ya kwenda kuisaidia jamii, tunafanya kazi na wadau wote, wakiwemo maafisa wanyamapori wa wilaya pamoja na maafisa wa hifadhi, aidha ni wa TANAPA au wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Mimi naitwa Cornelio Lengai, ni afisa wanyamapori halmashauri ya wilaya Karatu. Kazi yangu ni shughuli zote za wanyamapori ndani ya wilaya, kama kupambana na ujangili, kuzuia migogoro baina ya wanyamapori na binadamu. Maeneo yetu yalikuwa ni maeneo ya wanyamapori kabla ya namba ya watu kuongezeka. Kwa hiyo wanyamapori wanakumbuka maeneo kama maeneo yao, ndio maana huwa wanatoka mara kwa mara, na ni jukumu letu sisi kuzuia na kutatua migogoro ambao wao wanasababisha. Tembo kutembea na kuvuka maeneo mbalimbali ni muhimu sana, kwa sababu wale ni mainjinia wa ecosystem, tunawaita ecosystem engineers. Wanatengeneza mazingira kwa kuwatengenezea njia wanyama wengine, lakini pia wanasambaza mbegu. Kabla ya mizinga ya nyuki, walinzi kwenye ukanda huu wa juu walikuwa wanapata tabu sana. Kwa takwimu ya miaka 5 nyuma, simu za migogoro ilikuwa mingi sana, lakini kwa sasa hivi zimepungua kabisa. Tulikuwa tunapigiwa sana simu kwamba tembo wameingia, kwa hiyo tulikuwa tunaipigiwa simu sana kwa ajili ya kuja kuwafukuza. Nyuki wamekuwa msaada sana kwangu, ni kama wanafanya kazi yangu kwa sababu wananisaidia kuzuia tembo. Lakini pia kwa jamii imeleta faida kwa sababu inasaidia kulinda mazao yao, na pia inawaongezea faida nyingine ya kupata hiyo asali, kwa hiyo inawaingizia kipato. Pia faida nyingine ni kwamba nyuki ni wachavushaji wazuri, kwa hiyo wanasaidia kuongeza thamani na uzalishaji kwenye mazao hasa ya mahindi na mbaazi kwa njia ya uchavushaji sahihi. Tunafanya dunia sehemu nzuri ya kuishi, hasa kwa sisi wanyamapori pamoja na maliasili kwa ujumla.
Kwa hiyo mimi nafurahia sana mradi huu wa kuzuia tembo kwa kutumia nyuki. Nyuki ambao wako kwenye uzio wanawasaidia wakulima kwanza kupunguza gharama ambazo walikuwa wanatumia kwenye ulinzi wa mazao yao. Kumbuka walikuwa wanatumia trekta, wengine wanaajiri walinzi. Lakini hivyo sasa inawasaidia wakulima kukua kiuchumi. Kwa majina naitwa Pascalina Fokasi, ni mke wa mkulima Gabriel Josfati. Kabla ya hizi fensi kuja, kwa kweli tulikuwa tunapata changamoto nyingi za wanyamapori ambao walikuwa wanaharibu sana mazao yetu. Saa zingine tunakosa hata mavuno. Familia yetu ilikuwa haina hata amani ndani, kwa sababu baba pamoja na kijana walikuwa usiku wanaamka wanaenda kuwafukuza tembo. Saa zingine inakuwa ni hatarishi hata kwa maisha yao. Kwa kuwa watoto au wanafunzi ni kizazi kinachokuja, kwa hiyo Wild Survivors waga inafanya mafunzo mashuleni, inawasaidia au inawafundisha wanafunzi namna ya kuishi na wanyama pori katika maeneo haya, lakini pia inawafundisha wanafunzi namna mdudu nyuki anavyotumika kutatua changamoto kati ya tembo na wakulima. Majina naitwa Musa Christopher na nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Bulemefaru. Kwenye klabu yetu ya mazingira tumejifunza mambo mengi sana kuhusu tembo. Kabla ya uzio wa nyuki, tembo walikuwa wanazurura sana na ilikuwa hatari sana kwetu sisi kuja shuleni. Baada ya kuweka mizinga ya nyuki, tembo walikuwa wazururi sana na hata sisi tunakuja shuleni bila uoga. Lakini katika miadi kwa kuniambia nyuki analiaje? Nyuki analiaje? Uwepo wa mizinga hii ya nyuki umefanya pia wananchi au jamii iweze kuishi kwa amani na tembo, kwa sababu kuna faida zingine ambazo wanazipata kutokana na nyuki hawa, ikiwemo pia uchafushaji wa mazao. Hivyo jamii ina furaha sana na imefurahia sana mradi huu. Kwa hiyo kama watu wakiniuliza nyuki anaweza kuleta amani kati ya tembo na jamii zinazopakana na hifadhi, jibu langu ni ndio kabisa. Asante sana kwa kusikiliza kuhusu miradi yetu ya Wild Survivors. Watoto wananitegemea, mimi ni mama. Watoto wananitegemea,